ni Hispania, La Roja ndio machampion, wanakabidhiwa medali zao kama mabingwa. Wapo nyota ambao hawakupata nafasi ya kucheza, lakini wanakabidhiwa medali hizi. Gianni Infantino ndiye wa kwanza katika ile eneo, anafuatiwa na rais wa Marekani Donald Trump, anayefuata tena huyo mwanamama anamgusa kabisa. Wachezaji wanaona kama opportunity wa Mexico, ambaye pia ni mwandaji mwenza wa kampeni hii ya kombe la dunia. Lakini pembeni ya huyo mwanamama ni Prime Minister au waziri mkuu wa Canada Mark Carney. Ona kukuka na pale wawili pamoja na waziri shahidi vile picha ile Messi vile kumwogesha Yamal, kisha kwa Yamal ndio kumwogesha Messi. Ni viongozi wakubwa kwanza Gianni Infantino kwenye mpira wa miguu, lakini ni viongozi wakubwa katika mataifa yao watatu. Kwa mara ya kwanza kombe la dunia limeshuhudia mataifa matatu yakiandaa, na yote yameandaa kwa ustandard, kwa daraja la juu kabisa, huku finali zikianza hizi za medali na zile Mexico City na hatimaye inakwenda kuishia New Jersey. Aymeric Laporte kazi kubwa amefanya katika safu ya ulinzi, akizuia mataifa mengi, lakini mawili imara zaidi ni Ufaransa na Argentina. Ndio mataifa ambayo alikuwa anapewa nafasi kubwa zaidi ya kubeba ubingwa msimu huu, lakini Hispania walikuwa wanakuja taratibu. Walivyotoa suluhu kama Hispania ipewe nafasi kubwa, alivyombana ambapo Ufaransa katika nusu fainali atakosa Ronaldinho sana mabaya sana. Tena mbaya zaidi hapo hivyo kuzaroma katika fainali wakutana pia na Argentina wanampa mechi, wanafanikiwa kupenya hapo katika legend. Atakuwa legend yeye na kufanya vizuri. Anasema yeye hivyo kuzaroma ndogo yake ana udogo wake ili mtu kuitwa legend, huyo mtu atakuwa alifanya vizuri. Ambaye pia ni MVP wa ligi kuu ya Hispania Pau Kubarsi, yeye mmoja ametoka najua kaiti vile ni Hispania ndio kaitafuta turangi yake aje nani jamani, acha kutupiga Korea ndani ya Real Madrid na Morocco kwenye kampeni hizi. Hata Morocco bado kati ya mama yake au baba yake ndio kuna mwa Morocco. Yeye ukaladi wake hauna nguvu mingi sana. Kale kadoka kitinye acha mungu kutoka kambini kale. Medali yake anasalimiana na Gianni Infantino, rais wa FIFA. Tunaye jambo, anaambia tulianza kule kwenye Euro na wewe ni Muulaya. Gianni Infantino kutoka Switzerland, Uswisi, lakini rais Kila pilo angalia wewe ndio. Mimi nasubiri bado ninyoke kisaga hivi. Hapo anarusha na vile vingine mbona. Rodrigo ndiye mchezaji wa mwisho, ndiye wa mwisho kwenda kuchukua medali. Donald Trump anachagiza pale maneno mawili matatu, anasalimiana na Claudia Sheinbaum, rais wa Mexico, lakini pia amesalimiana na Mark Carney, waziri mkuu wa Canada, na viongozi wengine mbalimbali. Rodri, na hilo ndio kombe la dunia ambalo Carles Puyol alibeba mwaka 2010. Millions of money kwa hela ya Kitanzania. Ndio hili
Naambiwa sasa ni zamu yenu kujimoya, ni zamu yenu kufurahia.